Yes, soka letu tunatazama taarifa kutoka hapa nyumbani Tanzania, na hii leo tutajikita zaidi kwenda kutazama mchezo wa ngao ya jamii, ikiwa ni pazia la ufunguzi wa msimu mpya wa mashindano kwa upande wa Tanzania bara kuelekea michezo ya NBC Premier League, lakini pia vilevile kwa upande wa CRDB Federation Cup kwa msimu ambao unafuata. Na kwa upande wa mechi ya ngao ya jamii kati ya mabingwa wa ligi kuu ya NBC Yanga Sports Club na washindi wa kombe la shirikisho la CRDB Benki itapigwa leo saa 2:30 usiku kwenye uwanja wa New Amani Zanzibar. Mechi itaashiria ufunguzi wa pazia la ligi kuu ya NBC kwa msimu wa 2026-2027. Yanga Sports Club iliweka kambi yake jijini Dar es Salaam kujiandaa na msimu mpya, wakati Simba Sports Club ilianza kwenye michuano ya Kagame Cup nchini Rwanda kabla ya kumalizia jijini Dar es Salaam kwa upande wa maandalizi yao. Timu zote mbili zimetoka kupoteza mechi weekend iliyopita, hivyo kuweka mzigo kwa makocha wote kuwa na kazi ya ziada kuifanya hii leo mara baada ya kupoteza michezo yao kwenye matamasha ya Simba Day pamoja na Yanga Day. Na mchezo utakuwa unakwenda kuchezwa hii leo, utakuwa ni mchezo wao wa kwanza wa kimashindano kwa upande wa timu zote mbili. Ramadhani Mbwaduke, msimu mpya unakwenda kuanza na wakubwa wawili ndio ambao wanakwenda kufungua msimu. Kwanza kwako binafsi, kwa namna ambavyo tumezitazama timu zote hizi mbili kwenye maandalizi yao, unategemea kuona mchezo wa aina gani siku hii ya leo? Natarajia kuona mechi nzuri ya kuvutia kama ilivyo siku zote kwa Simba na Yanga, lakini kubwa zaidi badala miaka ya nyuma ambapo cheza yao ya kukamia sana, tuoni ufundi. Lakini kwa miaka karibuni mabadiliko ya mabenchi ya ufundi, mitazamo yao, wachezaji wanawasajili, uwanja kama New Amani Complex jinsi ulivyo unaoruhusu boli kutembea, basi tutatarajia ushindani, lakini pia na mpira mzuri, na ukizingatia wasifu wa wachezaji ambao wamewasajili hivi karibuni. Lakini kwenye mechi za siku zao Simba Day, Yanga Day, sidhani kama kuna chochote cha kuakisi moja kwa moja, kwa sababu ile mechi ni za maonyesho, ni mechi za kucheza kwa zamu. Fikiria kipindi cha pili wanabadilisha timu nzima, mpaka jezi zinabadilishwa. Bahati mbaya tu kwa mashabiki wao wanaamini ni mechi tayari, wananyongonyea, wanafurahi kwa matokeo, lakini kiukweli kabisa zile mechi za Simba Day, Yanga Day kuhitimisha kilele cha siku husika mara nyingi huwa ni maonyesho. Japo kwa mwalimu anaweza kaokota vitu vidogo vidogo, kwa sababu mwisho wa siku hata ikiwa mechi ya maonyesho, mechi ya kirafiki, ita vyovyote vile, mchezaji anavyopokea mpira, kutafsiri matukio, analiona lango, anatumiaje nafasi, mwalimu ana vitu anavyovipata kimoja kimoja, lakini inakuwa malengo sio kwamba ya kukomaa ushinde. Sababu angekuwa anakomaa, kwa mfano Peter Shaulile asingetoka katika kipindi cha pili, yani mfano Kwasi Atulaya asingetoka, kwa maana kama timu ndio ingekuwa inatengenezwa kweli. Yes, lakini kwa Simba kama ingekuwa kikweli kweli, wale wachezaji kipindi cha pili walioingia wangeanza kipindi cha kwanza wengi wao. Kwa hiyo unaweza kaona, lakini mwisho wa siku tutarajie mechi nzuri sana, kwa sababu inakutanisha timu ambazo hata kwenye viwango vya ubora vya CAF ni majirani. Yaani wameshikana kabisa, namba 11 na namba 12. Ni timu ambazo zina malengo makubwa, ni timu ambazo mabenchi yake ya ufundi ni makocha bora wazawa nchini Afrika Kusini. Steve Barker, unazungumzia na Mangoba Mngiti. Lakini pia kuna wachezaji wanajuana. Chukulia mfano Selemani Mwalimu, juzi tu alikuwa Simba. Anawajua vizuri, wanamjua vizuri mabeki wa Simba. Lakini unazungumzia Peter Shalulile, ashacheza na Rushaine Diriek ligi ya mabingwa barani Afrika 2022 2023. Diriek alicheza mechi 3. Shalulile msimu ule alicheza mechi 8, akawa top scorer ligi ya mabingwa. Rushaine Diriek alikuwa anamuona amefanyaje mpaka akawa top scorer ligi ya mabingwa, akifunga mabao 6 katika mechi 8 baada ya kupiga mashuti 22, 11 on target, ana assist 1. Ashacheza na Keleso Makhalwa 2000 na maki alitoa 2020 21 kwenye ligi ya mabingwa. Keleso alicheza mechi 1. Yeye Peter Shalulile alicheza mechi 7, alifunga goli 2, assist 1. Ashacheza na Neo Maema ambao kuna kipindi mwenyewe anazungumza Shalulile, yeye na Neo Maema mahusiano yao ni ya kiumeme, telepathic, kitu kama ya kielektroniki katika kupasiana. Mechi kwa mfano 2022-2023 wakati wanawafunga CR Belouizdad katika mechi moja wapo, bao 4, 2 alifunga Shalulile, kuna moja alifunga Neo Maema, pasi imetoka kwa Shalulile. Wanajuana. Sasa wachezaji watatu nimekutajia wako Simba ambao wanamjua Shalulile ambaye ni miongoni mwa wachezaji wa safu ya ushambuliaji ya Yanga. Kocha Mangoba Mngiti
anawajua kina Rushaine Direk, anajua kina Keleso Makhalwa, anamjua Neo Maema. Na jana kwenye mkutano na waandishi wa habari kocha Mangoba alikuwa anazungumza, alikuwa anazungumzia wachezaji wa Simba ambao alisha kucheza nao against, pia alikuwa anamzungumza kocha kwa maana kwamba Steve Barker. Kwa hiyo ni mechi nyingine ambayo Khalid Chukuchuku tunaamini wanavyokutana walimu ambao wanatoka nchi moja na walishafanya kazi kwenye ligi moja, na tutakuja kutazama kwa upande wa takwimu wanakwenda kukutana kwa mara nyingine kwa mara ya 10. Hii pia inatengeneza utamu wa mechi ya hii leo, kwa sababu kwenye chessboard sio tu ni Simba na Yanga, lakini kuna bato ya makocha pia. Of course yes, kwa sababu ni makocha wawili ambao wanatoka katika taifa moja. Lakini kitu kizuri zaidi ukirejea kwenye mpira wa Afrika Kusini, wenzetu walishapiga hatua siku nyingi, kwa maana ya wana philosophy ya nchi kama nchi. Na mara nyingi makocha wanapokwenda kusoma, wanasoma kwanza kwenye philosophy ya nchi. Mara nyingi huwa wanaangalia zaidi namna gani wanakwenda kuifanya timu yao ya taifa kuwa bora. Kwa maana yake makocha wengi wanasoma kwenye same philosophy. Kwa hao walimu wawili kutoka Afrika Kusini ni walimu ambao wanajua kwanza falsafa ya mpira wa South Africa, lakini pia ni walimu ambao wenyewe wameamua kutoka nje ya Afrika Kusini kwenda kutafuta changamoto katika maeneo mengine. Kwangu mimi ni mchezo ambao unakutanisha walimu wawili ambao kimsingi kwanza falsafa zao zinafanana. Kwa maana ile falsafa mama ya mpira wa Afrika Kusini ndio kitu ambacho kimewafanya kuwa makocha. Alafu baadaye sasa wao wenyewe wamekwenda kutafuta vitu vingine pembeni ya ile falsafa mama ya timu ya mpira wa Afrika Kusini. Kwa hiyo inaweza ikawa chachu ya kufanya mchezo huo mzuri, kwa sababu kwanza kuna ile falsafa mama ya mpira wa Afrika Kusini, alafu pia namna ambavyo wamekwenda kujitafutia maeneo mengine kwa ajili ya kuongeza ubora wao. Kwa hiyo aspect unaona mchezo utakuwa mzuri in term of mbinu na ufundi. Fred Mayo, kwenye matarajio ya mechi kwa nafasi yako pia, najua utakuwa umeishi vitu vingi sana ndani ya hii wiki kwenda kwenye hii mechi. Kwa mdau mshabiki ambaye anatutazama muda huu pia, kwa sababu ndio tunaanza kutazama, najua kila mtu ana matarajio yake. Mechi hii ya leo nafikiri eneo gani linaweza kuwa bora zaidi, watu wakafocus, ambao na mimi litakuwa lina utamu? Ukiziangalia hizi timu zote mbili, eneo ambalo naweza nikasema litakuwa na watu wengi wanalitazama ni kwenye maeneo ya ushambuliaji. Yes, ukiangalia kwa Yanga kuna huyo Peter Shaulile. Ni eneo ambalo watu watalijaribu kulifuatilia sana, kuangalia kwamba Shaulile zidi ya Simba ambao ni mechi kubwa atafanya kitu gani. Kwa hiyo unaona kwenye eneo hilo pia hata kwa Simba kwenye eneo pia la ushambuliaji pia nao watalitazama kwa ukubwa huo. Kwa hiyo unaona kuna Dumbi ambao ni steka mpya. Kwa hiyo nadhani kila timu itaingia kuhakikisha kwamba wanatengeneza mpango kazi mzuri, kuhakikisha kwamba ujue ucheza Simba na Yanga wakati mwingine mbinu peke yake haziwezi kuamua. Wakati mwingine jitihada binafsi na kujituma kwa mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo unaona ni timu gani itakuwa imetafsiri vizuri mbinu ya makocha na wenyewe sasa kujituma zaidi, kwa sababu unaweza ukafuata mipango ya kocha lakini mkacheza kwa kurelax, umeshangaa mpati matokeo. Kwa hiyo naona mchezo ambao utakuwa tofauti na zamani, kwa sababu zamani sisi tulivyokuwa tunacheza Simba na Yanga zile ilikuwaga mnakamiana sana. Kazi. Yaani ile kazi, lakini sasa hivi ni tofauti. Sasa hivi watu wanakamiana kwa mbinu, yani unaona kabisa timu inacheza, inapasiana, inaenda, inatengeneza mpango kazi mzuri. Kwa hiyo tofauti na zamani huko ambao kwa nje Simba na Yanga inaonekana mechi itakuwa kali, lakini ukiangalia mechi yenyewe sasa unaona haifanani na ile watu wanavyoongelea. Kwa sasa hivi ni tofauti. Unaona watu wanavyoongelea nje na ndani ni sasa. Kuna experience Duma unaweza ukashare pamoja na sisi hapa. Ulicheza kwenye nyakati ambazo tulikuwa tunaamini zaidi kwenye utamaduni. Inawezekana of course baadaye ulikuja ulitoka, lakini hata ukiwa upo Azam FC umefanya kazi na makocha wa kigeni. Yanga nao pia na Simba nyakati hizi ambazo pia wewe wakati ushaenda, tupo kwenye mode tunaamini zaidi kwa upande wa makocha. Ukikompea kipindi kile ambacho nasema sauti za viongozi kama zilikuwa zinakuwa kubwa zaidi kwenye dabi na saizi ambapo watu tunaamini sasa makocha, unadhani kitu gani cha kiufundi ambacho kimebadilika kwa sasa na ambacho watu tunakiona uwanjani ukilinganisha na kipindi kile, hasa uwepo wa makocha hawa wa kigeni?
Kwanza kabisa kwa sasa hivi ni kuna vitu vingi, yani kocha peke yake hatoshi. Kuna wao wanaosoma mifumo, kuna wao wanafuatilia mambo ya mchezaji mmoja mmoja, unaona kuna wale wanaosoma wapinzani. Zamani vitu kama hivyo ni kwa kocha ndo anahusika na vitu vingi, lakini sasa hivi kocha anaweza kwa kwenye wiki kwa mfano najiandaa na mechi kama hii, labda kocha Jumatatu kuna huyo mwalimu wa physical atakuja hapo, Jumanne atakuja mwalimu mwingine labda wa kuwatengeneza kimbinu wachezaji. Yaani siku mbili za mwisho ndio unamuona kocha anaingia sasa kuelekeza kwamba bwana, plani yetu tutafanya 1 2 3. Kipindi hiko nyuma mshafanya vitu vingi na makocha wengine, kwa hiyo inakuwa mchezaji unaingia kwenye mechi ukiwa umeandaliwa vizuri, una full package, yani una full package kwamba kuhakikisha kwamba unafuata yale matoko. Kwanza bodi iko vizuri kwa sababu umeandaliwa kitaalamu na walimu ambao wenye hiyo desturi nini yao, utaalamu kwenye maeneo yao. Unakuja sasa mwalimu mwishoni anaingiza mfumo wake ambao ukiufuatisha unaweza kumpa mafanikio, kwa sababu siku zote wanasema mchezaji bosi wako ni mwalimu. Kwa hiyo lazima kile kitu anachokuambia lazima ufuatishe. Usipofuatisha ndio ile dakika za ngapi tu unashangaa kibao kinakuita. Mapema tu. Sababu gani hujafuata mpango wa mwalimu? Na sasa hivi wachezaji wa sasa hivi wengi ni experience, washakutana na walimu tofauti. Yaani inakuwa rahisi sana kuingia kwenye mfumo wa mwalimu. Yes, mchezo huu wa dabi ya Kariakoo ni mechi ambayo kwa hivi sasa kuna baadhi ya wachezaji ambao wanakwenda kucheza kwenye huu mchezo wakiwa tayari wana maarifa ya makocha wengi sana wa kigeni. Kwa hiyo tunaamini mechi ambayo pia imeongezeka zaidi au bora kwenye eneo zima la mbinu pamoja na kiufundi, ukiacha tu maelekezo ya kocha ambaye anakuwepo kwenye benchi, lakini pia unakuwa na maarifa kutoka kwa makocha wengine wengi zaidi. Tumeona Young Africans hapa katikati wambadilisha makocha kadhaa na wamecheza dabi wakiwa na baadhi ya wachezaji hao, lakini pia kwa upande wa Simba na wao wamekuwa na makocha tofauti wa kigeni ambao wamecheza michezo ya dabi, na kundi kubwa la wachezaji wengi wao ni wale wanakuwa wanazunguka humo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni mechi ambayo pia inakutanisha makocha wakubwa, lakini wachezaji ambao tayari wana experience kubwa sana ya kufundishwa na makocha tofauti wa kigeni ambao pia ni wa madaraja ya juu. Hii ilikuwa tu ni kutazama namna ambavyo matarajio, umemsikia Khalid Chukuchuku, umemsikia Frank Domayo, lakini pia kwa upande wa Mbwaduke. Lakini kabla ya kwenda kuanza kutazama kwa undani zaidi mchezo wenyewe husika, moja kati ya eneo ambalo huwa linasubiriwa kwa hamu kubwa sana ni pamoja na eneo la waamuzi. Na orodha ya waamuzi tayari imekwisha tangazwa ambao watachezesha mchezo huu mara baada ya michezo miwili iliyopita ya dabi, kwa maana mchezo ule wa Muungano ambao Simba walishinda, tulishuhudia mwamuzi kutoka nchini Kenya alichezesha, lakini pia mchezo wa ligi ambao ulichezwa pale Meja Jenerali Samuel, mchezo mwingine ambao pia waamuzi walitoka nje ya nchi. Lakini kwa hivi sasa mwamuzi ambaye ametangazwa ni Ahmed Arajiga, ndiye ambaye ataongoza mchezo huu. Tunasema kwamba wakati ile joto la watani wa jadi likiwa linazidi kupanda, mwamuzi namba 1 kwa ubora nchini Ahmed Arajiga amepewa kazi ya kuchezesha mchezo huo wa Simba na Yanga hii leo. Arajiga ni mwamuzi mwenye beji ya FIFA akiwa na uzoefu mkubwa wa kuchezesha mechi za shirikisho la soka Afrika CAF pamoja na fainali za CHAN zilizofanyika mwaka jana. Kwa hiyo Ahmed Arajiga ndiye ambaye amepewa mchezo huu. Na kwa upande wa orodha ya waamuzi, mwamuzi wa kati ni Ahmed Arajiga, mwamuzi msaidizi namba 1 atakuwa ni Mohamed Mkono, mwamuzi msaidizi namba 2 Leonard Mkumbo, pamoja na mwamuzi wa akiba ni Nasri Sia. Hii ndio orodha ya waamuzi ambao watachezesha mchezo huu. Khalid Chukuchuku, tupate experience ya waamuzi kutoka kwako, kwa sababu wewe ulikuwa unaishi huko. Tuliona pressure ya mechi za Kariakoo Derby hapa katikati kwenye michezo 4. Ndio. Ni mwamuzi mzawa ameingia mara moja tu, alikuwa ni Mwinchui. Nasoro ndiye ambaye aliingia mara moja kuchezesha dabi ya Kariakoo, tukaona tena wakigeni wamerudi. Tupe experience kwenye mechi kama hii. Ahmed Arajiga anarejea tena mwamuzi mzawa kuchezesha huu mchezo. Kwanza Arajiga najua umemshuhudia kwenye mechi nyingi, hata mechi zenu baadhi pia amechezesha. Tegemea kitu gani kutoka kwake? Kwanza ni pongezi kwa Arajiga kwa sababu tumetoka kuwatumia marefa kutoka nje ya nchi, na sasa hivi shirikisho limeamwamini tena Arajiga, manake ni anadhihirisha kwamba bado yeye ni mwamuzi namba 1 kwa ubora nchini. Lakini kwenye namna ambavyo wanatafsiri matukio kwenye uwanja, kwangu ni mmoja wa mwamuzi ambaye anaweza vizuri kutafsiri matukio, lakini pia ile energy ya kufanya movement ndani ya uwanja kwenda kufika kwenye maeneo ambayo mpira upo, kwangu ni moja ya sifa ambayo pia anayo. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani ni mwamuzi sahihi kwenye mchezo sahihi, na naamini atakwenda kutafsiri vyema hizi sheria 17 za FIFA, na naamini kila
ambaye atakuwa ndani ya uwanja atalizika na kile ambacho atakifanya. Nadhani pia na mashabiki ambao watakuwa nje, kwa sababu mara nyingi wakosoaji namba moja wa maamuzi waga ni mashabiki wa mpira, sio wachezaji. Kwa hiyo naamini pia mashabiki watakuwa wamelipokea na watakwenda kuona kile ambacho anakifanya. Kwa hiyo kiufupi ni maamuzi ambaye ameweza kuimudu hii michezo mara kadhaa, kwa sababu si mchezo wa kwanza wa dabi anaochezesha. Amechezesha michezo kadhaa ya dabi na huu ni mchezo mwingine. Na ukiangalia nature ya mchezo ni mchezo ambao una pressure. Ukiangalia matokeo ambayo wametoka kuzipata hizi timu kwenye michezo ambayo imepita, mchezo wa mwisho 2-2 Simba pale Isamuyo, lakini mchezo wa nyuma Yanga walipoteza 1-0. Tafsiri yake mchezo una pressure. Kwa hiyo ni muda wa La Liga kwenda kupoza hiyo pressure na kuweza kucontrol vizuri matukio ya mchezo na naamini ni mchezo ambao anaweza kucontrol. Yes. Ramadhani Mbwaduke, tumeona La Liga amekuwa on top. Tumeona kwenye mashindano mbalimbali ya CAF amekuwepo, lakini pia hata wiki iliyopita ile alikuwa ni sehemu ya waamuzi ambao walikuwa kwenye michuano ya Sekafa Kagame Cup. Ametoka tu kwenye Sekafa, amekuja amepewa jukumu. Hii pia ina maana gani kwake kwa La Liga? Kwanza kuendelea kuaminiwa na taifa kwenye mechi kama hii, mechi nzito, na ameshachezesha zaidi ya mara moja. Wapo ambao walichezesha mara moja walikuwa na ile viewers, hajarudishwa tena. Yes. Unajua kuna jambo moja ili ambalo watazamaji lazima nao tuwakumbushe. Azam Media ambaye ndo mwenye haki za matangazo ya ligi yetu, mpira wetu, amekuwa akiboresha miundombinu yake kila uchao, facilities, kamera za kisasa, muonekano angavu, mpaka kipele kinaonekana. Na ni kamera nyingi uwanjani. Kuna faida na hasara kwa waamuzi. Hasara kwa waamuzi wale ambao wanachemsha, wanaumbuka, watu wanaona, lakini na mashabiki na sisi tunaotazama pia tukumbuke kwamba wakati sisi tunahukumu kwa teknolojia kupitia uwekezaji wa Azam, tunapata matangazo mubashara kupitia traditional ways, TV kawaida, lakini kupitia vishikwambi, iPad kama uloshika, ukiwa na Azam Max, ukiwa na Azam Max, simu yako, simu janja, kiasi ya kwamba tukio unaweza ukazoom, unagandisha, unaangalia, unarudisha nyuma, alafu unachungulia kanuni. Kanuni zipo kwa sababu zile sheria 17 za mpira wa miguu universal zipo. Unachungulia kanuni, unachungulia sheria, unatoa uamuzi, alafu unamhukumu mwamuzi Kasuga. Wewe nakuonea. Twende baba. Hapa kazi ngumu. Kumbuka wewe umetumia muda mwingi na unarudia na unarudia. Na kuna slomo za hatari ndani ya Azam. Unaona kabisa hapa amegusa. Mwamuzi anatumia sekunde ngapi kufanya maamuzi yake, na anatumia natural jicho lake la kiasili, na atakiwi kulemba ndani ya sekunde 2-3 ashatoa uamuzi kishaeleweka. Kapatia kakosea atajua, kwa sababu kuna wanomtathmini watakuja kuhukumu mwisho wake. Hawatarajia apatie 100%. Lakini maamuzi ya kibinadamu. Ila akidondoka sana kwa viwango vyao vya performance katika alama 10, ndipo nasikia kuna adhabu. Sasa sisi hapa narudia tena, tuna wahukumu, tuna teknolojia, tunagandisha, tunaweka slow-mo, tunasimamisha, tuna zoom, alafu wote tunasema hapa kakosea. Na kwenye eneo hilo Mbwaduke, tulimsikia mwishoni mwa mwezi uliopita, mwezi Julai, rais wa shirikisho la mpira hapa nyumbani Tanzania TFF Wallace Karia alithibitisha kwamba kutakuwa kuna matumizi ya teknolojia ya video support, na imethibitishwa rasmi mchezo huu wa Ngao ya Jamii video support itatumika. Na kama ambavyo tunajua kwa upande wa teknolojia mpya usaidizi wa video kwa maana ya video support itatumika leo kwenye mchezo huu wa Ngao ya Jamii. Teknolojia hii inatoa fursa kwa makocha wa timu zote kuomba marejeo ya video katika matukio ambayo wanahisi yana utata. Excellent. Manake hii leo kama kuna sehemu tunasema kuna makosa ya kibinadamu na mabenchi ya ufundi wakawa wameona, kutakuwa kuna hiyo fursa ya mwamuzi kwenda kutazama kwa mara ya pili. Hilo ni jambo zuri sana. Pengine hilo ndio pia limeipa ujasiri mamlaka ya mpira wa miguu kuona kwamba mzawa achezeshe. Kwa sababu sasa kuna baadhi ya matukio katika mechi hizi za dabi ya Kariakoo, pengine kungekuwa na video support, kungekuwa na maamuzi mengine, lakini wao waamuzi hawakuwa wanapata hiyo access. Sasa safari hii mabenchi ya ufundi yanapata slots 4. Sasa inategemea unatumiaje. Ukitumia vibaya, unaenda kulalamikia jambo ambalo wakifanya review wanagundua kwamba mwamuzi alikuwa sahihi, nafasi yako inakuwa imepotea katika zile 4. Ukipatia zile 4 zinaendelea kubaki. Kuna kwa kutumia VS video support kuna uwezekano kukaboresha zaidi maamuzi ya mwamuzi, kwa sababu hatujafikia kwenye VR. VR is very expensive. Ni gharama kubwa sana, inahitaji mifumo na nini, lakini kwa kuanzia
video support inaweza ikasaidia, lakini pia inahitaji pia mwamuzi Arajiga na wenzake wawe makini katika kutekeleza, kwa sababu tutakuja Mbwaduke kuja kuendelea kutazama eneo la waamuzi. Kwa hivi sasa tuungane na mwenzetu Idrisa Rajabu ambaye anaelekea kule visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo huu wa ngao ya jamii. Kama ambavyo najua Zanzibar safari muda mwingine mapema zaidi. Idrisa, mipango inaendaje huko? Safari ikoje? Bwana Ibrahim Kasuga, mipango iko vizuri, na kama unavyoweza kuona hapa tayari tuko bandarini na tayari tushaingia katika Kilimanjaro 9 Dragon of the Sea, safari ikiwa ni kuelekea visiwani Zanzibar katika mchezo wa ngao ya jamii Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, mchezo ambao utapigwa katika dimba la New Amani Complex. Lakini kikubwa tu ni kwamba katika boti hii watu waliojaa leo hii ni mashabiki wa timu hizi mbili, kwa maana ya Simba na Yanga, ambao wao wanaenda kushuhudia mchezo huu. Tuko na mashabiki ambao ni maarufu kweli kweli, ukiziona sura zao tu utakuwa unawajua. Kwa upande wangu wa kushoto hapa, huyu ni bwana Dr. Mo ambaye yeye ni miongoni mwa watu ambao wanaenda kushuhudia mchezo huu. Mambo vipi? Safi brother, niambie. Swali. Tunaelekea Zanzibar, tunashukuru Azam TV tunasafiri nao, bonge moja la burudani, tuko live na ni dabi ya Kariakoo kwa ufunguzi wa ligi kuu. Manake ngao ya jamii leo Simba na Yanga zinakutana kwa mara nyingine. Sisi tuna furaha na kwa namna ambavyo timu yetu tumejipanga, maandalizi ambayo tumeyafanya, na hasa ya kutamatika kwa ligi kuu kulivyokuwa kumebeba klabu ya Simba, kwa namna ambayo tumeperform vizuri, na imani leo tutapata matokeo dhidi ya Yanga Afrika ambaye amekuwa ni mpinzani mgumu kweli kweli tunakutana naye. Sasa kabla hatujaendelea na mazungumzo haya, mimi nataka uniite shabiki mmoja wa Yanga. Unaweza ukanitia nani? Godi au? Godi Yanga. Godi aje hapa. Godi aje. Japo hajavaa jezi. Kwa sababu anajua anafungwa, ndio maana jezi hajavaa. Kwa nini hajavaa jezi? Jezi ipo kwenye kibegi pale. Kwa nini unaokopa, una hofu? Kaka umeanza hofu. Hizi ndio mechi ambazo huyu anaenda Central muda sio. Jezi moja tu na mechi hizi. Anaokotwa Central asubuhi kesho. Wallahi nakwambia. Tukirudi tu ana muito wa Central. Kwa nini? Kamaliza mechi. Huyu kesho na kokota kuja kukutoa mimi ndugu yako. Swali langu, mbona hujavaa jezi kama unajiamini unashinda leo? Zinazo nyingi sana nimebeba. Mbona hujavaa? Maana yake hujiamini sana. Bwana Godi, Dr. hapa amezungumzia kwa upande wao maandalizi ya timu yao na mashabiki wao walivyojipanga. Kwa upande wenu nyinyi Yanga Afrika, kwa namna mlivyosajili na mashabiki naona mpo wengi hapa. Tunaingia kwenye timu yao. Mchezo mnauonaje? Mimi kwa namna ambavyo tunaingia kwenye timu yao, hata usiku wa manane tukaondoka na watu, asubuhi wakaamka wakakuta watu hawapo. Hata leo inawezekana ule muda wa kulaftari ule saa 12 jioni tukasubiri Simba ije, hapo Simba isije, wachezaji wakawa wameenda sehemu, tukawapa labda tiketi za kwenda Kizimkazi wakacheze tu disco. Unajua kuna Kizimkazi Festival brother, mimi nakwambia naweza nikachagua nikawapa ofa ya kwenda Kizimkazi wasicheze mechi na wakakubali. Leo tunawafunga leo pamoja na wote goli. Ufunge nani? Mimi nalibasi gwe kaka. Ufunge nani? Yaani seti aula kaka. Sisi mtu wa mwisho kutufunga sema ni Mwalimu, tumemngofoa ngachu. Goli lake tumeondoka nalo. Na goli lake la msala tumeondoka nao. Utufunge kwa mchezaji mwingine yupi? Leo kaka namna bao mbili. Bwana poa. Bwana sogea mbele. Njoo mwanangu. Kapteni wa mashabiki. Bwana wa Makombe. Kapteni wa mashabiki, kapteni wa Makombe. Wa Makombe na mashabiki. Unawaambiaje wana Yanga kuelekea katika mchezo wa leo? Kitu ambacho nawaambia wategemee furaha kwa sababu ya maandalizi yaliyokuwa mazuri. Tuna kikosi bora, tuna kikosi ambacho target yetu sio tu hapa ndani, target yetu ni mbali sana kuhakikisha kwamba kikombe cha klabu bingwa barani Afrika tunakileta na kumkabidhi mama Kizimkazi. Ndio target yetu. Kwa hiyo kwa hapa watatusamehe. Kama tunavyowapiga kwenye kambi zao na kuna walinzi mbalimbali, basi tunakwenda kuwapiga mpaka uwanjani. Yaani vita hii tunashinda nje ya uwanja mpaka ndani ya uwanja. Dakika 90 zitakuwa upande wetu kwa sababu tuna quality players, tuna wachezaji wazuri, tuna Shashaman, moja kati ya washambuliaji bora kabisa kwa kutokea Afrika. Tunaye pale, tuna Albert Kangwanda, moja kati ya mawinga bora. Tuna mtu hatari sana. Bwana, huyu anaitwa Hussein Zakuani, ni moja kati ya vijana ambao wametoka kwenye academy Ufaransa pale, katika ile academy ya Ufaransa pale, nimesahau kidogo, lakini hawa ni miongoni mwa wachezaji ambao watakwenda kutupatia matokeo siku ya leo. Tumejaliwa kuwa na makombe. Bwana shukrani sana. Maana ukianza kuongea umalizi ndugu yangu. Bwana Baraka, njoo hapa ndugu yangu. Bwana unaweza ukajiuliza kwa nini hawa watu nafahamu kwa majina, ni mashabiki maarufu ambao mara nyingi sana huwa nakutana nao kwenye kazi za mashabiki.
kubwa zaidi ni mchezo wa leo wa ngao ya jamii. Kwa upande wako pengine una utazamaji mkiangalia Young Africans mlivyo kikosi chenu, mkiangalia pia kikosi cha wapinzani, lakini pia mkiangalia mchezo wa mwisho mliokutana wa dabi ya ligi kuu ya NBC, mchezo ambao mlitoka sare. Yani ni mwendelezo tu wa kuwaumiza, kwa sababu kama tumewapiga comeback kwa Shalulile, walikuwa wanamtaka tukamchukua. Selemani Gomez walikuwa wamemtangaza Simba Day tukamchukua, sawa. Na leo tunaenda kucheza nao mechi ya dabi ambayo ni ngao ya jamii. Sisi tunachokifanya sasa hivi, wao hawajashtuka, sisi tunawalipa kisasi, sawa. Yani kile walichokifanya baada ya kuchukua ubingwa wa CRDB na kuja kukifanya Jangwani, madhara yake ndio haya ambayo tunafanya sasa hivi. Kwa hiyo hao kinachowakuta, sawa, ni kufungwa tu, hakuna mbadala mwingine wote. Na nasikia wanajaribu kuongea kwamba sio wamemsajili Faisali sijui korokoro gani. Hivi kweli unamsajili Faisali, mchezaji ambaye hahitaji muda wa kupewa wa kuunganika na wachezaji wengine, unashindwa kumtumia kwenye mechi ya dabi? Kwa maana yake ni kwamba yani kufungwa wanafungwa na Faisali, kama wanasubiri atangazwe hatotangazwa. Yani hilo mimi ndo nawaambia tu. Bwana poa sana. Bwana nimeongea na mashabiki wa Yanga wengi kama watatu hivi. Watu ongea na wa Simba. Bwana mambo vipi? Bila kuchoka. Majina unaitwa nani? Wananiita Saidi Kikuji, natoka Lushoto Tanga. Lushoto mpaka Zanzibar. Pale Tanga pale, lakini kuna njia pale chapo pale. Pemba, lakini kwa nini niko Dar es Salaam? Nilikuja kwenye tukio la Simba Day. Kuanzia ile wiki ya Simba Day mpaka kilele cha Simba Day. Kwa hiyo ndio maana nakuta naondokea huku kupitia Unguja. Maandalizi yenu wana Simba yapoje? Timu mkiangalia mnaona mchezo wa leo unaenda kuwa ni mchezo wa aina gani? Ni mchezo mzuri, ni mchezo ambao tunaenda kubeba ngao. Na kwa nini najiamini hivyo? Hata ukiangalia kwenye simu yangu hapa, unaweza ukaona nimelipa vifurushi nyumbani, ofisini yani ofisini kwangu na nyumbani kwangu, nikiamini kwamba tunaenda kubeba kombe. Kwa hiyo naweza kuona kwamba kwa nini nimefanya hivi, kwa sababu kwanza mimi ni mdau mkubwa sana wa Azam TV. Kwa hiyo lazima nimsupport Azam, lakini pia kikubwa zaidi ulichoniuliza ni kuhusu mchezo wa leo. Hawa jamaa tuwaambie tu kwamba hakuna unyonge wa kudumu. Mara nyingi sana walikuwa wanatuonea na wanajiamini, lakini kwa siku ya leo ni siku ambayo tunaenda kubeba ngao kama tulivyobeba kombe la Muungano pale pale Zanzibar. Kwa hiyo mimi naweza kuambia kwamba sasa hivi wametoa tambo zao, lakini sisi wanasema anayecheka mwisho ndo anayecheka vizuri. Wao sasa hivi wameongea, lakini tunasema ni vitendo dhidi ya maneno, ndio ambavyo tunaenda kuvipeleka kule visiwani leo. Bana, asante sana. Bado mashabiki hapa ni wengi ambao wamejitokeza hapa. Ngoja tuchanganye rangi kidogo. Tumeongea na wanaume wengi. Mambo vipi? Angalia kamera basi. Mambo vipi? Mchezo ambao unaenda kuwa mgumu kwa sababu unaona wachezaji wengi hawajafahamiana na wachezaji wengi ni wageni, lakini kwa upande wangu mimi wa Yanga naona mchezo kwangu utakuwa mwepesi sana, kwa sababu nishaona ni jinsi gani watani walivyoingia uoga. Unawaambiaje sasa watani? Naambia wapunguze uongo. Bwana Jessica, asante sana. Naam, Kasuga, hapa nikiangalia jezi nyekundu, ngoja nitafute nyingine jezi nyekundu, kwa maana mashabiki wa Simba. Namuona Mzalamo hapa anakuja, ngoja nimchukue. Bwana Mzalamo, Mzalamo njoo. Njoo, nilikuwa nakutafuta ndugu yangu. Bwana mambo vipi? Mambo mazuri. Bwana wametamba sana hapa wapinzani hapa. Godi ameongea sana. Amesema leo shughuli mnayo. Selemani Mwalimu anarudi kwenye kamba. Pengine wewe unazungumziaje mchezo huu? Labda nimwambie tu mchezo unaokwenda, hii ni dabi ya Kizimkazi, dabi ya moto kabisa, lakini tunakwenda tukiwa na ubora wetu mkubwa kabisa. Tumeonyesha ubora ndani ya mechi 3, mwisho wa siku akawa atamani hata kucheza na mimi, kwa sababu Gombani alitakiwa yeye aje, lakini amekuja kufungwa na Azam akiwa na wachezaji 9, walivyorudiana akamfunga 3. Kwa hiyo nilijiaminisha kwamba huyu kanikimbia, na akasema anamsupport yule. Kwa hiyo kakimbia leo kayakanyaga. Mimi naenda kumfurukuta pale nimpige vizuri. Ana uwezo wa kuizuia safu ya Simba. Simba ina safu bora kabisa. Maana unakaa katika kupanga unafikiria huyu nitamwacha nje au huyu, hata kocha anapata tabu mwenyewe. Amwache Elia Mpanzu, amwache Anisete Aura, na sasa hivi ndo nimeongeza na wengine, alafu washacheza wamepata uzoefu kuliko yeye. Katika wachezaji wake wengi hawana uzoefu. Juzi tumewaona walivyocheza,
tumewaona kabisa ni wachezaji wa kawaida, kelele tu zilikuwa nyingi. Tabia ya Wazaramo waga wamalizi kuongea. Bwana, sasa hapa boti imeshaanza kutembea. Ibrahim Kasuga, ngoja neno moja tu, shabiki wa Yanga hujavaa jezi. Mimi ninachomwambia tu Yanga bingwa. Yanga bingwa. Bwana, poa. Kasuga, boti hapa imeshaanza kutembea. Nataka nikupitishe tu kwa sababu huku ilikuwa ni sehemu ya nje. Nataka nikupitishe ndani kidogo uone mashabiki ambao pia wapo katika boti hii hapa ndani. Ngoja tuendelee kushuka hapa ili uweze kujionea mwenyewe mashabiki ambao wamejaa katika boti hii. Bana, kidogo njia tupite kidogo. Naam, kabla sijaingia ndani ngoja nimhoji mwanadada mmoja wa Yanga hapa. Dada, mambo? Poa. Kwa jina unaitwa? Irene. Umetinga uzo wako mpya na mchezo leo dhidi ya Mtani. Pengine unauona ni mchezo wa namna gani? Mrahisi kwetu, tutashinda. Tutashinda. Naam, ni mashabiki hao ambao wapo wengi kweli kweli hapa, na naingia ndani hapa. Bwana Kasuga, kama unavyoweza kujionea, ni mchezo wa Kariakoo Derby ambao unaenda kupigwa katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar majira ya saa 2. Lakini kama unaweza kuona hapa kuna abiria, lakini pia mashabiki ambao wao wanaenda kwenye mchezo huu ambao upo visiwani Zanzibar pale. Ukiangalia huku pia kuna mashabiki wamekaa, lakini pia abiria sasa hapa nataka tuende kwa kapteni kule kidogo, tukazungumze naye kwa maana ya maandalizi kwa upande wake. Leo ameweza kuwapata kwa maana mashabiki, na naambiwa hapa kuna shabiki mmoja amekaa hapa. Ngoja nimtafute. Ngoja nimtafute bwana. Bwana, shabiki ni wengi. Njoo ndugu yangu, kwa kutafuta wewe bwana. Njoo. Shabiki ni wengi ambao sasa hapa hawataki kuongea. Ibra Kasuga, nirudishe matangazo haya kwako kwanza, alafu tena tutarejea baadaye pale ambapo mtakaponihitaji. Yes, shukran sana Idrisa kutoka bandarini hapa ambapo tayari tumeona boti imekwisha toka. Safari imeanza kwa mashabiki ambao wanaelekea kule visiwani Zanzibar tayari kabisa kwa ajili ya mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo wa ngao ya jamii, mchezo ambao ni ufunguzi wa msimu mpya wa mashindano. Tumesikia mashabiki tofauti tofauti hapo wakizungumza. Kuna wale maarufu ambao tunaona kila siku, lakini pia kuna wengine tofauti. Nimemwona hapo bwana Kikuji kutoka Tanga kule Rushoto, yeye bwana hapo ameweka wazi yeye amekuja tangu tarehe 8 yupo mjini. Lakini kitu ambacho amenifurahisha kwamba mambo kwa ushahidi, mimi si nipo live kwenye tukio huko nyumbani, inabidi na nyinyi muone kalipia kingamuzi cha ofisini cha nyumbani, yani msipitwe na matukio kabisa. Na bado anaanza max mkononi, kwa hiyo receipt anachukua kote mazingira yapo hivyo. Kwa hiyo naweza kusema shughuli hizo bado zinaendelea. Mashabiki wanavuka maji kuelekea kule visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo wa ngao ya jamii ambao utautazama live kupitia Azam Sports 1 HD usiku wa leo majira ya saa 2:30 usiku, na hivi sasa tunavyozungumza unaitazama viwanjani. Tupo live tunatazama kuelekea mchezo wa ngao ya jamii. Mimi ni Ibrahim Kasuga, siko peke yangu, nipo na Ramadhani Mbwaduke, Hadidi Chukuchuku yuko hapa pamoja na Frank Domayo naye yuko hapa. Kabla kwenda kuungana na Idrisa, tulikuwa tunatazama teknolojia mpya ya matumizi ya video kwa ajili ya kuwasaidia waamuzi kuweza kuona matukio kwa maana ya video support. Ina utofauti na VAR katika maeneo tofauti tofauti, kwanza kwenye gharama zake, lakini pia vile vile orodha ya watu ambao wanahusika kwenye kufanyia kazi teknolojia hii. Kwa upande wa VAR huwa inahitaji marefari wengi zaidi kwa ajili ya kutumia teknolojia hii, lakini kwa upande wa VS au video support inahitaji mtu mmoja tu kwa ajili ya kucheza picha za marudio, kwa maana kwamba ya replay. Kwa hiyo ambacho kitakwenda kufanyika, Frank Domayo, wewe saizi upo na beji ya coaching, unachambua lakini pia ulicheza. Teknolojia hii itaruhusu mwamuzi kwenda kuliona tukio kwa mara nyingine tena, lakini ni pale ambapo makocha au kocha na benchi lake la ufundi wataona kuna haja ya mwamuzi kwenda kulitazama tukio endapo kama atakuwa hakufanya maamuzi kutokana na tukio, lakini benchi wakaona pale panapaswa kutazamwa upya. Umecheza mpira, saizi upo kwenye coaching, unadhani hii inakwenda kupunguza
mapungufu ya kiuamuzi, lakini pia vile lawama ambazo mara nyingi huwa zinatokea mara baada ya mchezo. Ni eneo ambalo pia tunaweza tukasema mpira wetu unakwenda kustaarabika zaidi. Yes, ni kweli. Ukiangalia mechi nyingi ni tulizokuwa mwanzo hamna hii video support. Benchi la ufundi kuna muda hadi unaweza kupiga hata chupa chini. Kwa sababu ya maamuzi yanayotolewa na referee. Kwa hiyo kwa hili nadhani itapunguza ile lawama. Kwa sababu tukio likitokea ina maana mnaweza mkamshawishi refa kaangalie. Na ikiwa sio sasa inakuwa sasa lawama inakuwa hamna. Kwa hiyo unaona ni eneo ambalo nadhani ligi sasa hivi ya Tanzania inazidi kukua kwa sababu ni kitu kikubwa kuwa na hiyo video support, na ni mwanzo mzuri kwa sababu nadhani kama jambo likienda vizuri unashangaa tutaiona hadi kwenye ligi, kwa sababu ni jambo ambalo la kidunia. Dunia sasa hivi mpira umeendelea. Kwa hiyo unaona kwa Alajige kwanza hata kipindi kile alivyokuwa anachezesha, kwa sababu Alajige nakumbuka tushaye kucheza naye, kuna mechi moja Azam na Simba nusu finali. Kuna tukio moja alafu ni refa ambao kwanza na maamuzi yani ana msimamo. Ni ile ya CRDB? Yes, CRDB. Ilikuwa Songea? Ilikuwa Songea. Sile Mixon anaanzisha pasta ndio kufungwa. Songea ile. Ilikuwa Songea. Mixon anaanzisha haraka. Yes. Kwa hiyo ni muamuzi kabla hiyo video, lakini ni muamuzi ambao kwanza ana msimamo sana uwanjani. Yani hata kama ukimdanganya kidogo tu anaona. Yani ni muamuzi ambao yuko active. Kwa hiyo ukimuongezea na hii video support, yani nadhani atakuwa kwenye perfect sana kwa sababu pia atakuwa anasaidia na hiyo video. Na msimu ambao ameutaja Domayo hapa wa Ahmed Arajiga, alichezesha mchezo wa nusu finali kati ya Simba na Azam, afa akapewa mchezo wa finali wa Simba na Yanga ambao ulipigwa kule Kigoma. Ni mechi ambayo pia ilikuwa na kadi nyekundu kwa Mukoko Tonombe, kama kumbukumbu zangu alikuwa ni Mukoko ile ya John Boko ile. John Boko. Kwa hiyo Ahmed Arajiga pressure ya mechi za Kariakoo Derby ameishi nazo sana, lakini pia hii leo atakwenda kutumia teknolojia hii ya video support. Hadidi, umekuwa sehemu ya kwa miaka mitatu, umekuwa sehemu ya timu ya ligi kuu ambayo pia malalamiko ya waamuzi yalikuwa mengi sana. Ndio. Hii situation mpya au hii teknolojia ambayo tunakwenda kuanza kuitumia, nadhani inakwenda kustaarabisha kwa kiwango gani ukitupa experience ya hali ambayo mlikuwa mnaishi, kwa sababu kuna muda mlikuwa mnazungumza waamuzi sio benchi la ufundi tu, mpaka juu viongozi, mashabiki, watu wote. Ndio. Kwangu mimi ni kitu kizuri kwa sababu kwanza inakuja kupunguza zile conflict kati ya waamuzi na mabenchi ya ufundi, waamuzi na wachezaji. Lakini yote kwa yote hii inawezekana mchezo mzima ukaisha hata referee asiende kwenye video support. Kwa sababu mwisho wa siku hata akienda mtu wa mwisho kufanya maamuzi ni yeye. Utashi wa kibinadamu bado upo. Yes, lazima yeye ndio afanye maamuzi. Hata kama ataenda, nyinyi unaweza mkao mnaona tukio liko tofauti na yeye akalitafsiri, yes, yeye akasema sio hivyo. Kwa mwisho wa siku, kwa hivyo kwa video support itafanya kupunguza mapungufu kwa waamuzi. Wakiamini kwamba kama nitakosea mara nyingi kwenye huu mchezo, naweza nikaingia kwenye bani kwa sababu watu wataenda kuprove kule kwenye video support. Kwa mwisho wa siku ni kitu kizuri kukiintroduce kwenye ligi yetu, lakini pia inafanya waamuzi waendelee kuwa makini zaidi kwenda kutafsiri matukio. Lakini all in all ni kitu kizuri na naamini kitakwenda kupunguza matatizo mengi ambayo yalikuwa yanatokea kwenye baadhi ya michezo ya ligi yetu. Na kwa mfano sisi msimu uliopita na matokeo yenu ni kama video support ingekuepo. Yes, kuna mchezo wetu zidi ya Yanga nadhani. Alimpita Boka mara mbili na alionekana anamfanyia faulo mara mbili. Huenda ungekuwa kuna video support ile mechi ingeweza kuwa tofauti na ile ambapo iliisha. Tulipoteza bao moja bila. Inawezekana sisi tungeshinda 2-1 au tungeshinda 2 bila. Kwa hiyo uwepo wa video support inaweza ikawa ni kitu kizuri kwa ajili ya mabadiliko ya mpira wetu kwa ujumla. Ila Kasoga amezungumza vizuri hapa Chukuchuku. Mwisho wa siku muamuzi na anachoamua. Siku akiamua afanye anavyofanya yeye. Kwa sababu tuna mfano mechi ya playoff kama unakumbuka vizuri ya Polisi na Tanzania Prisons. Mwamuzi sio tu video support, mwamuzi msaidizi Fatuma Mambo. Kuna tukio lilikuwa linamhusu mchezaji wa Polisi amempiga mchezaji Tariq Saif Kiakala. Fatuma Mambo anamuita sema nimeona, tunaona kwenye anaonyesha na macho hivi. Nimeona. Mwamuzi anasema hapana. Umeona? Kwa sababu yes ndo boss. Yeye ndo boss, yes. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba kuwepo kwa video support kutoondoa ule utetezi nizungumza mimi awali.
kwa kwamba mwamuzi kibinadamu yeye hakuweza kuona, sisi tunapata nafasi ya kuangalia teknolojia. Sasa mabenchi ya ufundi anaona teknolojia, anamuhusisha mwamuzi. Sasa hapa kaangalia vizuri, anaenda anaangalia, alafu anafanya tofauti, maana hata mamlaka katika kumshukia mazima na Mbwaduke kwa pamoja, kwa sababu hapa inakuja ni swala zima la kutafsiri sheria. Kwa sababu hata VAR ambayo ndio ipo advanced zaidi na kuna muda tunaona ina watu mpaka 4 ambao wanasaidizana, ukiacha hao ambao wapo uwanjani wanachezesha mechi, lakini bado imekuwa na utata mkubwa sana. Malalamiko yamekuwa hii sasa bado itahusisha muamuzi mmoja tu. Sasa hii yani yeye mwenyewe atakachofanyiwa ni kwamba ni kupata nafasi ya pili ya kuona, hata kuwa na mshauri. Pale aliposhindwa kuona kibinadamu anapata nafasi hata kuwa na mshauri, sababu VAR unawashauri bwana, hebu tazama engo hii, angalia hapa, lakini atakuwa mwenyewe. Na hii by the way, kwa mujibu wa namna ambavyo itakuwa na tafsiri ni kwamba benchi la ufundi, kama kuna tukio mtakuwa mmeliona na halijapitiwa, mnaita. Na Rais Karia leo kutoka kuna window 4 za kuomba, za kuita kwamba bwana, naomba tukio liangaliwe, likiwa sahihi nafasi zako 4. Ukikosea nafasi zinapungua, zinakuwa 3. Kwa hiyo pia sasa hapo Kasuga kwa mnaita kwenye benchi la ufundi, mnapaswa kuwa makini sana. Ukiwa na mwamuzi Kasuga kapania ya kwake, ndani ya dakika 10 anakumalizia slote zote 4. Sasa ninyi nakuomba kwenu, si ndio? Sikiliza, amezungumza hapa Chukuchuku. Kuna mwamuzi anaweza kaamua kajana yake nyeusi, inaonekana watu wote hii nyeusi, anakuambia hii nyeupe, umekosea, kwa hiyo umepoteza moja. Kwenye window zote 4 ukapoteza ndani ya dakika 10, kwa sababu ndani ya dakika 10 mechi inakwambia playoff ya Polisi na Tanzania Prisons walikula kadi za njano 2 wale Tanzania Prisons, ambazo hazikuwa na sababu kupewa kadi za njano. Moja alipewa kipa, akaambiwa apoteza muda bila kumbuka. Ndani ya dakika 10 anaweka mpira, anaambia wewe unapoteza muda, njano. Mfano kwenye eneo la kustaarabisha, kwenye eneo la waamuzi, mechi ya Muungano ambayo Simba anashinda, mwamuzi alicheza kutoka Kenya. Nakumbuka namna ambavyo mwamuzi yule pia aliingia kwenye ukosoaji mkubwa. Nafikiri ile alikuwa anachelewa kutoa kadi, alichelewa sana. Hakutoa, aliyekuja kutoa ni kama alimlazimisha mwenyewe. Prince Dube alikuwa dakika 80 tunaenda 90. Mechi ilikuwa no way, kwa sababu alikuwa ana react maneno na vitendo, sio kwa sababu ya tukio kwenye mechi. Ila wewe ni Kasuga, hii video support inakuja kuongeza kitu kikubwa sana. Yaani makosa itakuwa mwamuzi ajitakie mwenyewe. Kama benchi la ufundi lipata nafasi ya kulalamika kutaka marejeo, anaona afu bado akosee, sasa hapa atakuwa sasa tuweze tukamtetea kwamba ni makosa ya kibinadamu, itakuwa ni makosa ya kwake. Unajua Mbwaduke, shida iko wapi? Kwa namna ya kutafsiri matukio. Namna ambavyo mchambuzi atatafsiri tukio, namna ambavyo shabiki atatafsiri tukio, na benchi la ufundi na mwamuzi mwenyewe, ni vitu inawezekana vitu 3 au 4 tofauti. Mwamuzi atatafsiri kulingana na alivyosoma. Sawa. Na alivyoona. Kocha atatafsiri kwa namna ambavyo anafahamu. Mshabiki atatafsiri kwa namna ambavyo anafahamu. Inawezekana wewe kocha ukasema hili tukio sisi tunastahili kupata penalty. Lakini mwamuzi akasema hapa hii contract ni ndogo sana, sio ya penalty. Kwa mwisho wa siku, uwepo wa video support, uwepo wa VAR, mwamuzi ndio mwenye final say kwamba hiki ambacho kimetokea kwa namna ambavyo mimi nimesoma, hii sio penalty. Kwa tafsiri ya kawaida, teknolojia hizi mbili kwa maana ya VAR pamoja na video support zote bado zinategemea utashi wa mwamuzi. Kwa sababu teknolojia pekee ambayo haitegemea utashi wa mwamuzi inakuwa ni goal line. Na kwa taarifa, hata pasipo na teknolojia, ndio maana wale pema wanaitwa waamuzi wasaidizi. Yaani mwisho wa siku wao ni wasaidizi. Teknolojia pia imekuja kumsaidia. Mzigo wote uko kwake. Kwa sababu ipo ambao binadamu waamuzi wasaidizi kabisa. Tumetoa na mifano. Anamsaidia mwamuzi kwamba hapa, kwa sababu ndio eneo lake, alivyoona hii iko hivi. Lakini mwamuzi wakati, kwa sababu anaruhusiwa, anasema hapana, hii iko hivi. Kwa sababu tumeona hata kwenye mashindano makubwa sasa hivi, hata World Cup bado kumekuwa kuna teknolojia nyingine ya ziada ya robot ya kudetect offside, lakini bado dunia imekuwa ina ubishani kuhusiana na eneo zima la offside. Kwa hiyo unaweza ukaona namna ambavyo mazingira yalivyo. Hiyo ilikuwa ni kwa upande wa matumizi ya teknolojia ya VS, video support, ambayo pia itakwenda kutumika usiku wa leo. Lakini muda huu twende tena kwenye bot ya Kilimanjaro. Idrisa yupo na captain wakiwa wanatuelezea namna ambavyo safari inakwenda. Na leo captain amebahatika kuwa na mashabiki wa aina gani? Idrisa, kwako. Naam, Ibrahim Kasuga, nikwambie tu kama mwanzo tulivyoongea kwamba shughuli yetu ya leo ni ndani ya Dragon of the Sea Kilimanjaro 9. Ni
lakini sasa huku nilipo sasa hivi moja kwa moja nipo kwa captain muongoza chombo mwenyewe. Una mambo mawili matatu nataka tuzungumze naye kwa siku ya leo. Nini kimebadilika hasa kulinganisha na siku nyingine? Tuongea na captain hapa. Bana chief, mambo vipi? Poa poa, inakuwaje? Kwanza nataka kukufahamu mle nyumbani. Kwa jina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Ahmadi Omari Ukwaju. Ahmad Omari. Kubwa zaidi kwa siku ya leo, tunaona watu ni wengi ndani ya boti Dragon of the Sea. Kwa upande wako kwa siku ya leo na siku nyingine kuna utofauti wa namna gani katika chombo hiki? Leo kwanza kuna mambo mawili hapa. Kuna mambo ya Simba na Yanga, alafu ya kwa Kizimkazi. Kwa hiyo sasa leo kuna utofauti, kuna watu wengi maarufu, alafu yani tuseme kuna watu wengi sana leo ambao asilimia kubwa watu wengi maarufu wanaenda kwenye hizo events. Ubora wa chombo chenyewe upoje huko? Kwanza wenyewe jina lenyewe unaliona linaitwa Dragon of the Sea, na unajua mnyama dragon anakuaje. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe ukiangalia ndani unasema that is a dragon. Na watu wana enjoy hapo. Ukiangalia mbele unaona huko. Kweli hii ni Dragon of the Sea. Ndani ya dakika ngapi? Hapa ni mosi tukani saa 1:30 tushafika. Ni saa 1:30 tushafika. Wengine abiria, wafanyakazi ambao wanatoka Zanzibar kuja Dar es Salaam, wanatoka Dar es Salaam kwenda Zanzibar, hawajawahi kutumia chombo hiki, unawaambiaje sasa? Mimi nawaambia kwanza, katika usafiri salama wa baharini na kufika kwa wakati ni Azam Marine. Na katika vyombo vyake vyote ambavyo vinatembea, kwa sababu sisi tushasafiri watu kama leo asubuhi tumechukua watu ambao walikuwa wanasafiri na SGR na wamefika muda mwafaka na wameondoka. Kuna wengine walikuwa nawasiliana nao kwenye simu, wamesema wameshapanda SGR wameondoka. Kwa hiyo shukriani Azam Marine kwa huduma wanazozitoa na watu wafanya kazi wote wafanya biashara. Kila kitu kinafanyika kwenye muda mwafaka na wanavyotaka. Uko upande gani? Simba Yanga? Siku zote Simba na Shupolini. Mimi ni kabisa nitakuwa ni mwananchi tu kabisa. Mwananchi? Mimi mwananchi. Matokeo unayoona wewe ambaye yupo katika chombo hiki anaongoza, lakini pia Yes, tuombe radhi kwa picha hiyo kidogo kutoka sawa. Huyu alikuwa ni Idrisa Rajabu ambaye yupo kwenye boti ya Kilimanjaro 9 Dragon of the Sea. Umemsikia hapo captain akiwa anazungumza namna ambavyo hii leo amebeba watu mashuhuri, watu maarufu. Amegusa hapo namna ambavyo watu wamekuwa wana connect usafiri toka kwenye SGR wanaingia kwenye boti wanaelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya matukio makubwa ambayo yanafanyika kule. Tunajua kabisa mchezo wa ngao ya jamii unapigwa usiku wa leo, lakini pia kuna Kizimkazi Festival. Kwa hiyo watu wanakwenda kule, kuna shughuli nyingi sana ambazo zinafanyika kule visiwani Zanzibar.